tuseme kwamba itifaki limezingatiwa. Na kwa kweli baada ya mazungumzo haya mengi yaliyozungumzwa, naangalia hata kile cha kukisema sikioni, kwa sababu kwa hakika nimepata somo kubwa sana kutoka kwa wazungumzaji wetu, na Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri. Kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa sifikiri kwamba wanavyo, lakini leo hii nimeviona kwamba wanavyo, na kuna vitu vingi ambavyo nilitarajia pengine vipatikane sehemu nyingine, kumbe tunavyo hapa. Na hili lituoneshe kwamba iwapo kwamba tutashirikiana wote kwa pamoja, tutaweza kukijua kila tulichokuwa nacho. Kila mmoja ana nafasi yake, kila mmoja ana nafasi yake, na pengine hichi kiliwasaidia waliotutangulia, kwa sababu mtoto huko nyuma alikuwa ni mtoto wa jamii, hakuwa mtoto wa mtu. Ilikuwa nakumbuka hata sisi tumewahi kidogo, ilikuwa inapotokezea ukamkosea mzee mmoja huko barabarani, basi unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yule mzee akuhukumu, ndio nafuu yako, kuliko akasema kwamba mimi sikuhukumu, naenda kulifikisha ili wapi? Nyumbani. Utaona sema kwamba utaona kitu cha mtema kuni, kwa sababu alikuwa mtoto. Ni mtoto wa nini? Mtoto wa jamii. Leo hii mtoto ni wa mtu mmoja mmoja. Sasa hili pengine nalo limetuathiri, lakini tunaonesha kwa kiasi kikubwa kwamba tunatupa lawama nyingi kwa watoto, na kwamba watoto ndio chanzo cha haya matatizo yote, ingawa mwisho yote tunarudi kwamba matatizo yanarudi kwetu. Na hili ndilo ambalo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alilotuelezea tokea zama na zama, akatwambia kwamba kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anazaliwa akiwa katika umbile salama. Kila mtoto anayozaliwa, watoto hawa tusiwatie lawamani, kwa sababu watoto wanazaliwa wakiwa nini? Wakiwa wasafi. Kullu mauludin yuladu ala alfitra. Lakini halafu akatwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi au yushrikanihi, kwamba kinachofuatia baada ya hapo, wale wasimamizi ambao wakiongozwa na wazazi wawili au wanaosimama nafasi yao, hawa ndio ambao sasa wanamtoa katika lile umbile lake salama, fitratallahi allati fatara an-nasa alayha, ile umbile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia watu. Sisi tumeumbwa tukiwa tuko vizuri kabisa. Sasa hili umbile tulokuwa nalo hili la kumtambua muumba wetu, kuwa tayari kunyenyekea maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa tayari kupokea miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hili umbile wanaoanza kuliharibu, kuanza kumtaharibu huyu mtoto ambaye yupo katika fitra, kumwelekeza vinginevyo, ni wazazi au wasimamizi wa mtoto. Hawa ndio wanaomfanya kwamba sasa achukue tabia za Kiyahudi, achukue tabia za Kinasara, achukue tabia za Kimajusi, achukue tabia za kishirikina. Hizo anazichukua kutoka kwa hawa wazazi au wanaosimamia. Sasa tumchukue ili kuweza kuhakikisha kwamba huyu mtoto anabakia kuwa salama. Ni lazima tuhakikishe tunafanya bidii na jitihada ya kuhakikisha kwamba anabaki katika umbile lake la asili, na ili aweze kubaki katika umbile lake la asili, msingi wa kwanza kabisa ni kumjenga huyu mtoto kumtambua muumba wake. Ni jambo la kwanza kabisa.
Na hili tunaliona kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akilipa kipaumbele sana. Tuzungumza kwa ufupi kulingana na muda wetu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyotuelezea sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anatuambia kwamba kuntu radifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nimepewa lift na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amepanda mnyama, akawa amempakiza kijana huyu mdogo Ibn Abbas, mtoto wa ami yake, lakini vile vile kaoa nani? Shangazi yake. Akawa amempakiza, halafu hakumwacha tu. Tunapokaa na watoto tusiwaache tu watoto hivi. Watoto wanahitaji miongozo, watoto wanahitaji maelekezo, na wanahitaji miongozo ya kisawasawa na maelekezo ya kisawasawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda na huyu kijana, anamwambia ya ghulam, bali baadhi ya riwaya za ya ghulaim, ewe kijana mdogo wewe. Kijana ni vipi? Akamwambia ihfadhillah yahfazuk, ihfadhillah tajidu tujahak, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Kijana wewe, ukitaka kuishi vizuri, hakikisha kwamba unabaki katika umbile salama. Hifadhi mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuhifadhi. Hifadhi mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala utamkuta yupo kila mbele ya kila unaloliendea. Kila unaloliendea utakwenda. Ukihifadhi mpaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuhifadhi na kila aina ya balaa. Kuna kitabu kimoja maarufu kinaitwa Matn Abi Shujaa. Muallif wa hichi kitabu anasimuliwa kuishi umri mrefu. Watu wa tarehe wanashindwa kuhadidi hasa, lakini katika kuishi kwake akazeeka. Lakini alizeeka, pamoja na kuzeeka kwake asema kwamba hakuna hata kiungo chake kimoja kilichopungua nguvu. Hakuna. Watu wakaenda kukaa naye huyu mzee, akamuuliza ni ipi siri? Akawaambia kwamba mimi nilivihifadhi viungo vyangu wakati wa udogo wangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akinihifadhia nilipokuwa. Leo hii viungo vyetu sisi tunajikuta viungo vingi tu tunajikuta kwamba tunavitumia katika njia zisizostahiki. Baada ya muda tunajikuta havina tena nguvu. Mpaka leo hii misikiti, sijui hauna kioski hapa Sheta. Misikiti yote ina vioski, kwa sababu viungo havina tena nguvu. Kwa sababu nini? Chimbuko sisi tunasema ni nini? Pressure. Yote haya chanzo chake kikubwa ni nini? Tuvilivyotumia isivyostahiki. Hatukumuhifadhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatukuhifadhi mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akaviacha. Kwa sababu hizi zote ni neema, na neema ina tabia la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna adhabi la shadid. Mkishukuru na waongezea, lakini mkikufuru basi adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kali. Kwa jambo la kwanza kabisa ni kuwajenga vijana wetu katika misingi ya kiimani. Ibaki katika nini? Katika umbile. Ibaki katika umbile lile ambalo waliombiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambalo ni umbile salama lisilokubaliana na kila aina ya uchafu. Jambo lingine ni kuwajenga hawa vijana kiibada. Baada ya kuwajenga kiitikadi, ili kuwabaki salama, tuwajenge kiibada. Na hili tunaliona vile vile Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuelekeza kijana mdogo mwingine, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Pale alipokuwa naye akamwambia, kun fi dunya kaannaka gharib au abir sabil, kuwa wewe ibn Umar katika hii dunia kama mgeni au mpita njia. Ni msingi bado unaanza kumjenga, kumhimiza zaidi katika itikadi.
msingi wa kiimani, kwa sababu kadiri mtu anavyokuwa na imani madhubuti ndio vishawishi vingine vyote vinavyoweza kugonga ukuta. Ikiwa kwamba mtu hana imani madhubuti, kila kishawishi kinaweza kikamlaghai na akatoka katika umbile lake salama. Lakini akiwa na hili jambo la kuitikadi, lakini tadi liko imara, hakuna kitu ambacho kitaweza kuingia. Na hata kama atakuwa mtu ameingia katika baadhi ya matatizo, imani ikijengeka ni wepesi sana kuacha. Tunajua kwamba Waarabu walikuwa na tabia ya ulevi, bali ulevi wa kupindukia, kiasi ambacho hata sheria ya Mwenyezi Mungu ilipokuja kuuharamisha, haikuja kuuharamisha mara moja, ilazimika kuchukua hatua kwa hatua. Lakini siku ambayo alipokuja kusema Allah subhanahu wa ta'ala, fahal antum muntahun, je, mmekoma, mtakoma? Walisemaje? Wasema tumekoma. Kwa sababu gani? Si kwa sababu ya bakora, kwa sababu ya imani walizokuwa nazo. Kwa hiyo tukiwajenga vizuri vijana kiimani, basi tuhakikishe kwamba kwa hali za namna hiyo matatizo yote haya wataweza kukabiliana nayo, na wakizofika kiimani, haya matatizo yatakuwa ni rahisi sana kuwashambulia na kuwaumiza katika kila nyanja. Kwa hiyo tuwajenge kiimani, lakini tuwajenge nini? Kiibada. Mtume sallallahu alaihi wasallama akaambia kwamba wa'dud liibadatika ka'annaka wa'dud liibadatika wa'dud nafsaka ka'annaka satamutu ghadan. Jihesabu nafsi yako kama wewe utafanya nini? Utafariki kesho. Hesabu nafsi yako kama wewe utafanya nini? Utafariki kesho. Na ikawa sasa Ibn Umar radhiallahu anhu ameweka kanuni aliyoweka, akaikaja akawa anasema kwamba iza amsaita fala tantadhir as-sabaha wa iza asbahta fala tantadhir al-masaa. Ikawa Ibn Umar baada ya maelekezo haya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ukifikiwa na jioni, basi usiseme kwamba kuna jambo zuri ninataka kulifanya, useme nitalifanya asubuhi, kwa sababu huna dhamana nayo asubuhi. Na ukifikiwa na asubuhi, usije ukasema jambo zuri unataka kulifanya jioni, la, kwa sababu huna nini? Huna dhamana nayo. Jioni huna dhamana nayo. Sasa hili ni vitu ambavyo kwamba vitafanya nini? Vitamfanya kwamba mtu aweze kuwa katika hali ya nini? Jambo lingine la msingi kabisa ni mtu kumjenga katika misingi ya kujua halali na haramu. Kujua halali na haramu. Na hili tunaliona pale bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alipomuelezea mjukuu wake Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, pale alipomkuta Hasan amechukua kokwa ya tende ya sadaka akaingiza kinywani kwake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tema, ama alimta anna la naakulu sadaka, hivi wewe hujui kama sisi hatuli sadaka? Al-Hasan ibn Ali alipokuja kuulizwa katika vitu ambavyo amevihifadhi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakumbuka anasema, katika vitu nilivyovihifadhi ni siku moja niliokota koko ya tende ya sadaka nikiwa mdogo, nikaingiza mdomoni, Mtume sallallahu alaihi wasallam fanazaaha ma'ariqi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongoa, akatoa. Kuitoa kwake alitoa mpaka mate yale yaliyokuwa yamegusa na nini, yamegusa tende, akafanya nini? Akaitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kitu ambacho kwake yeye ni nini? Huyu ni mtoto mdogo. Hasa watoto wadogo hawa tuanze kuwafundisha kujua ni lipi ni halali na lipi ni haramu. Tukifanya hivi tutaweza kuwajenga katika misingi hii, tuwajenga katika hali wabaki katika hali ile ambayo ya fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha. Kitu kingine ni masuala mazima ya nini, ya kiakhlaq. Tunamkuta bwana mkubwa huyu sahaba Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhuma au radhiyallahu anhu. Umar ibn Abi Salama anatusimulia kwamba ilikuwa
wakati wa kula ni kijana mdogo, mkono wake tatishu fi sahfa, sahani ile, mara kachota hapa, mara kachota hapa, mara kachota hapa, mara kachota hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita akamwambia, ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Kijana wewe, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala, ule kwa mkono wako wa kulia na ule eneo linalofanya nini, linalokuelekea. Tukiwajenga watu katika misingi hii ya kiakhlaq, kutamfanya kwamba huyu mtoto, huyu kijana abaki katika hali yake nini, umbile lake lililokuwa salama. Yote haya yanayokuja, haya mawimbi yote yanayokuja, chanzo chake ni kuwa kuna halali. Ima hatukuwajenga vijana katika itikadi, hatukuwajenga katika ibada, hatukuwajenga katika kujua halali na haramu, hatukuwajenga katika akhlaqi. Tukishindwa kufanya haya, tukaacha sasa, badala ya kusimamia kuwalea, tukawaachia sasa, kama alivyokuwa akisema zamani wazee wetu kwamba asiyelelewa na wazazi wake ulewa na nini, na ulimwengu. Ulimwengu sasa unafanya nini, unaulea. Leo hii hatuna malezi. Nakumbuka siku moja kulikuwa na, niko na ndugu yangu, kuna banda fulani tulinunua. Ni banda lakini likawa limefanya nini, linaingia maji, halikai mtu. Basi wakaja vijana wakakata wavu, wataka kufanya nini, kuiba kitu. Lakini walipokata nyavu ile, mtoto mmoja akaonekana, nikapata taarifa. Kwa taarifa nikatoka nikafuatilia na kawapi mpaka nikampata. Nipompata sasa, nikataka kujua wenzake. Siku hiyo nilifanya kazi tokea magharibi mpaka saa 6:30 usiku, nikawa wote vijana 6 nimeshafanya nini, nimeshapata. Mitaa nani, nasi kuna eneo moja linaitwa Buguruni, linaitwa Ghana, na utata sana yeah. Na utata sana, lakini naam ni chupa. Lakini bahati mbaya sasa iliyokuwa imejitokeza, kila wale watoto wale, mimi sikutaka kwamba ni waadhibu, lakini nataka kwamba ni watoto wadogo, watoto wanasoma darasa la 6, mkubwa kabisa anasoma form 2. Nasema kwamba ni waite wazazi tushirikiane kuwasaidia watoto, lakini hakuna ufanye. Ndio kina anasema kwamba kila mmoja anasema mtoto achofanya nini, wewe mshinda. Mimi mwenyewe baadaye tena, baada ya hapo maelekezo ndio watoa akaha na mimi ikafanya nini, wakanishinda. Siku moja vile nilikuwa niko nyumbani kwetu Buguruni, nyumbani kwangu, nimekaa chumbani kwangu, nikasikia sauti za kawaida. Nikachungulia dirishani, nikawakuta watoto wawili wadogo wa kiume. Mmoja anamwambia nifanye alafu nikufanye, nifanye halafu nikufanye. Wakaanza sasa. Nikasema mitaa yetu ya Buguruni. Basi nikatoka nikachomokea upande wa pili, halafu nikakimbia, nikawakimbiza. Bahati nzuri hakuchupa hatua, watu wawili nikawatia mkononi, nikawaulizia maeneo yao alipotoka, wakanibabaisha, lakini mwisho wakanifahamisha. Naambia kwa mmoja nyumbani kwao ni pale na mwingine nyumbani kwao ni pale. Nikawachukua wale watoto nikawapeleka kwenye maeneo yao. Mimi nimejibu kuwaulizia, wakanambia kuna mtu mmoja alitufundisha huku, kule kuna eneo moja linaloitwa Sukita, zamani walikuwa wanalima kule, kuna uvutaji bangi na nini. Akaeleza kwamba huko ndiko alikojifundisha hasa. Hapa ilipo hapa, nikawachukua nikawapeleka. Nikamwambia wazazi wao, anambia mimi sitaki kwamba watoto mwapige, nachotaka watoto muwasaidie, watoto wadogo kabisa, muwasaidie, muangalie tutasaidia vipi, mkitaka ushauri tukae, lakini hawa watoto muwasaidie, kwa sababu mambo haya ni mambo ambayo yana mikakati, si kwamba yanafanyika tu kibahati mbaya. Na kwa kweli ndugu zangu, na nishawahi kuzungumza nikawaambia watu, jamani, tupambaneni kuokoa hawa watoto wetu. Magharibi, nchi za Ulaya na magharibi na Marekani, nchi za Ulaya na Marekani zinakoelekea, kama hazikuadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahi billahi, iwapo kwamba huu ushajiishaji utaendelea, haitofika 2060 wataagiza madume kutoka Afrika. Madume wataagiza ya kuzalisha.
Hivi sasa si kipindi walikuwa wanatoa visa green card kwa watu ili wanakwenda kula kama nafanya kazi. Wallahi wa billahi, ikiwa kwamba uhamasishaji huu utaendelea, wallahi wa billahi na hapa haifiki 2060 wataagiziwa, mtaletewa green card wale watakao kuwepo vijana, kama ni wanaume wataletewa green card waende wakazalishe. Haiwezekani mwanamume afanye mwanamke alafu abaki mwanamume, haiwezekani. Na kuna siku watatamani watoto. Kitakachofuata, kwa sababu wanawake kuathirika kwao bado wanawake ni kudogo kuathirika wanawake, lakini wanaume itafika mahala hakuna tena mwanamume huko Ulaya, ni wakutafuta nini. Watakachofanya wataleta green card kwamba kijana yote ule wa kiume anayetaka kwenda huko kwenda kuzalisha basi atakodiwa. Wallahi wa billahi haifiki 2060 labda waache huu mchezo wao wanaokwenda nao, lakini wanapoona ni fahari kwao, wanaona ni fahari. Nchi zinazokataa wanayoyataka wanaambiwa kwamba wanawekewa vikwazo. Ni nguvu ya kisiasa, wana nguvu ya kiuchumi, ndio hiyo inaongeza kwenye nguvu ya kisiasa. Wana nguvu ya kiushawishi. Yote hii mitambo na nini, network nini, zote hizi ziko nini, ziko mikononi mwao. Hatuna udhibiti wa kudhibiti. Sasa kilichopo ni kuwajenga vizuri vijana wetu kiimani. Tukiwaimarisha vizuri kiimani, tukawalea kiibada, tukawalea kiakhlaki, wakajua halali ni ipi, haramu ni ipi, kwa msingi huu tutakuwa tumewajengea himaya nzuri sana, himaya nzuri sana. Nyingineyo yote ile haiwezi kuwa imara, haiwezi kuwa imara, kwa sababu hata kuna baadhi ya dini, baadhi ya dini ambazo msingi wake ni tu kuwa na ufuasi, zimesarenda. Nifika mahala ambapo kwamba wanachokiangalia wanaangalia tu kwamba yeye anachotaka kwamba awe na idadi kubwa tu nini ya wafuasi. Sasa anachokiangalia ni nini? Maadamu atapata wafuasi, ikiwa kwamba atapata wafuasi kwa kwamba hao watu wafanye hayo, ataambia fanyeni hayo, na atatoa ruhusa na atatoa kibali na haki ya ndoa. Lakini aliyejengeka kiimani ndiye ambaye ataweza kudhibiti yote hayo ndio ataweza kuyadhibiti. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hili ni jambo ambalo kwamba ni la msingi, na tutoe ushirikiano wallahi alhamd katika nchi yetu. Serikali iko pamoja na haya, na rais wa Tanzania Allah amuhifadhi, Mama Samia Suluhu Hassan, amekuwa akipiga kelele mara kwa mara kwa jamani, hata wale wanaokwenda kusoma chukueni elimu, mila zao wafanyeni, waacheni huko. Na viongozi wa namna kama hii sasa hivi katika ulimwengu tuliokuwa nao ni bahati nzuri. Tuilinde, tuhifadhi na tuelewe kwamba katika miongoni mwa mikakati yao ni kuhakikisha kwamba wanapata, hata tunapata viongozi hao wanaunga mkono haya. Miongoni mwa mikakati yao ya kisiasa wanahakikisha kwamba huko mbeleni tunapata viongozi ambao hiyo ndio sera zao, wanaweza kutekeleza nini, wanaweza kutekeleza matakwa yao. Sasa ili kukabiliana na yote hayo ni lazima tushirikiane kwa pamoja, tushirikiane kama wanajamii, tushirikiane kama wananchi wa Tanzania, tushirikiane na kila ambaye anayeafikiana na kupiga vita uharibifu katika jamii. Na kingine kabisa ni kuhakikisha kwamba kila aina ya mila, desturi potofu, kwa sababu ada sisi katika sheria ni miongoni mwa masadiri ya kisheria, lakini al-urfu khati haufanyi nini, haukubaliki. Mila ambazo ni chafu tuziache, hata kama tumerisi kwa babu na mababu zetu, tubakie na mila ambazo kwamba nini, na mila na desturi ambazo kwamba ni nzuri.